tumefurahia kwa kipekee kabisa uamuzi huu wa mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam iliyopo Kisutu kwa sababu kubwa moja. Ni uamuzi ambao haukuwa mwepesi, ni uamuzi ambao ulihitaji ushujaa wa mahakama. Katika hoja zetu tulialika mahakama iwe kubwa, yani we invite the court to be greater. Na tunashukuru kwamba mahakama imetusikiliza na tunaamini imejijengea heshima ya kipekee sana siku hii ya leo. Heshima hii ni kama akiba ambayo imejiwekea, ambayo naamini itatumika kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kwa kipekee kabisa tuishukuru mahakama kwa ujasiri, tumshukuru Mheshimiwa Muhini na tumuombe aendelee kuwa na ujasiri huo, kwa sababu kesi hii kama tulivyosema inafuatiliwa na watu wote wa ndani na nje ya Tanzania. Kwa hiyo heshima hiyo hajajengea ndani ya Tanzania tu, hata nje ya Tanzania, kwa sababu wote mmeona kulikuwa kuna toka Mheshimiwa Lissu afikishwe mahakamani kumekuwa na international observers kutoka taasisi mbalimbali, East African Law Society, mabalozi. Kwa wale wote wanabeba reflection ya kwamba basi angalau mahakama zetu zinaweza kuwa na ujasiri. Kwa hiyo kwa hilo tunashukuru sana, lakini pia tuendelee kutoa wito kwa wale ambao tumewakemea hivi karibuni, tumesema wana tabia ya kuongea huko mabarabarani, basi waendelee kujionya, kwa sababu hiyo inaweza kuleta madhara katika mwenendo wa kesi. Wajionye sana, wameshamfikisha huyu mtu kupitia kwa wahusika wa kisheria mahakamani, basi waache mahakama ifanye kazi yao, halafu majibu yatakayotolewa sasa ndio wanaweza kwenda kuyazungumzia huko barabarani. Lakini pia tuna report kwamba tulitoa ahadi kwamba tutapigania haki ya umma ya kusikiliza kesi, kwa sababu ingeset a very bad precedent kwa Kiingereza, yani ingetoa misingi mibaya sana kwenda mbeleni, manake ndio ungekuwa sasa ni mtindo. Kwa tuliahidi kwamba tutapigania haki ya wananchi kushiriki kwa mujibu wa sheria ambacho sasa hizi ni maarufu kabisa, kifungu cha 180 kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo makosa ya jinai sura ya 20 afanya marekebisho mwaka 2022, kifungu ambacho kinatoa haki ya wananchi au umma kushiriki katika mashauri ya jinai. Kwa tunafurahi kwamba tumetimiza ahadi yetu kwa ujumla wetu kama jopo. Kwa hiyo nafikiri at least katika aspect hiyo hatuna deni. Sasa kunapokuwa na haki kuna responsibility pia. Kwa hiyo watu wetu tunawaomba, kwa sababu masharti ya mahakama ni kwamba wale wanaokuja kuhudhuria wajiconduct properly, yani wajitahidi kuwa na nidhamu. Sasa wasituangushe sisi ambao tumevuja jasho na damu mpaka kufikia uamuzi huu. Watakapohudhuria tarehe 19 waje kwa utulivu, ili wasitoe kisingizio kwa mtu awaye yote kwamba unaona sasa tulikuwa tunakwepa kitu kama hicho. Kwa wajitahidi waje kwa wingi kadri busara na nafasi inavyoelekeza, lakini watakapofika basi wajitahidi kubehave kama nilivyosema, ili wasituangushe sisi mawakili ambao tumefanya kazi ngumu kwenye mazingira magumu na tumefikisha ile gurudumu hapa lilikofika. Tunawashukuru pia waandishi wa habari kwamba pamoja na magumu yote ambayo mmepitia, tunajua baadhi yenu mlikuwa physical assaulted, mmezuiwa. Tunafahamu kwa mfano kuna mtu mmoja sitaki kumtaja jina lake, alizuiwa kabisa na askari fulani kwamba wewe hutaruhusiwa kuingia. Nafahamu kwamba ame take up that matter huko kazini kwake, wamewasiliana na taasisi ambazo zilimzuia, tunahope wameresolve. Lakini tunawashukuru kwamba mmekuwa steadfast, pamoja na kwamba kesi kulikuwa kuna hatari ya kuendeshwa katika namna tuseme tafsiri yetu ilikuwa ni ya kificho, lakini nyinyi mmetusaidia sana kudisseminate mwenendo huko nje na mpaka kila mtu akafahamu. Kwa hiyo mchango wenu ni wa muhimu sana. Kwa tunaomba lakini pia tunawapa pole kwa yale yote. Basi zaidi ya hayo tunawatakia kazi njema na Mungu akituongoza kutana tarehe 19 mwezi wa 5. Ni hayo tu.